Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, sifa zote njema anazistahiki yeye Allah, muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo. Sala na salamu zimfikie kipenzi wetu Habibi Hashimu pamoja na ali zake walio wakarimu. Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye ukumbi wetu huu wa leo katika kipindi chetu hiki, tukitaka kujadili nukta tatu muhimu zinazoendana na nyakati tunazozipitia sasa hivi, zinazoendana na matukio ya Mashariki ya Kati yalivyo kwa sasa hivi. Nukta zenyewe zitakuwa zinazunguka baina ya mambo muhimu, tukizungumzia kwanza swala zima la dhana ya heshima au izza katika Uislamu na kutokubali udhalilishaji katika siasa na dini ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mtazamo wa fikra ya kiongozi muadhamu. Lakini pia tutazungumzia vile vile mada itakayofuata, mada ya pili. Tutakuwa tunazungumzia katika vipengele hivi. Kipengele cha pili kitakuwa ni kuhusiana na kudhalilishwa kwa nchi za Kiarabu zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati na kudhalilishwa kwake na kiongozi au rais wa Marekani. Ni vipi inakuwa, vipi ilikuwa, na kutakuwa na mjadala wa kina kuhusiana na hilo. Vile vile pia tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na mada na kipengele cha mwisho wa enzi ya ubora wa kijeshi na kiuchumi wa nchi ya Marekani na kuporomoka kwa maadili katika siasa, hususan tukizingatia au ikilingana na mazungumzo na uongo aliokuwa akiufanya anaozungumza rais wa Marekani, Rais Trump. Karibu sana kwenye kipindi hiki, tukitaraji kwamba sote tutakuwa ni wenye kuenda kwa pamoja na kunufaika katika nukta hizi. Hata hivyo yupo nasi studioni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa na matukio ya kiulimwengu ambaye si mwingine ila ni Sheikh Tawakkul Salim. Sheikh Muhammad Tawakkul, salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hussein. Naam, kwanza nikukaribisha sana kwenye ukumbi huu Sheikh Tawakkal. Shukran sana kwa kunikaribisha. Nikitaraji kwamba ubuheri wa afya kabisa. Unatupata? Alhamdulillah. Niko vizuri kiafya. Naam. Hofu kwenu tu. Sitashukuru, alhamdulillah tuko salama. Naam. Maadamu nyinyi mpo salama pia sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Allah kuwepo katika studio hii tukufu. Naam. Na kutukaribisha kujadili mada 2-3 kama ulivyoashiria. Naam. Naam, tunashukuru sana. Sheikh Tawakkal, nilitaka tusizungumzie labda mambo mengi sana. Ni nukta tatu tu ambazo kwamba kwa kweli nahisi ni muhimu kwa mtazamaji kuweza kuzifahamu. Na wengi sasa hivi kutokana na matukio yanaendelea, masuala ya kivita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati leo hii, wengi wana maswali, wanataka kupata majibu kuyahusu. Moja katika nukta hizo ni swala zima ambalo nafikiri tunafaa kulijadili, kwa sababu inaonyesha wazi kwamba katika vita hivi ambavyo kwamba vinaendelea sasa hivi ndani ya mwezi na takriban mwezi unakaribia na wiki, ndio tumeingia mwezi wa pili wa vurugu hizi na mivutano, unapata kwamba kuna picha fulani ambayo kwamba inapatikana, na moja katika hizi picha ambayo inajitokeza ni swala zima la heshima au izza katika Uislamu. Na inaonyesha wazi kwamba nchi ya Iran ambayo kwamba leo hii inakabiliana takriban na nchi kadhaa nyingine ikiwemo Marekani na wasaidizi wake au wawakilishi wake, unapata kwamba ni nchi moja imesimama dhidi ya nchi takriban kadhaa. Inaonyesha wazi kwamba ni nchi yenye msimamo fulani dhidi ya udhalilishaji. Ni kana kwamba wanaonyesha picha ya kwamba sisi hatukubali nini? Hatukubali kudhalilishwa, hatukubali kupoteza heshima yetu, hatukubali kupoteza ile sehemu tulioishikilia. Labda tu kwa picha ya juu tukiingia kwenye mada, kama unaweza labda ukatupa taarifu ya hii picha nzima ambayo inatokezea, ni kipi hasa ambacho sisi tunafaa kukisoma hapa? Naam, shukran sana. Tukizungumzia dhana ya heshima au tukufu, izza katika Uislamu, ambao ndo imejenga uhalisia mzima wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na ukizingatia viongozi wake waliopita wawili, al-Imam Khomeini na al-Imam Khamenei, Ayatullah Ali Khamenei. Serikali hii kwanza tujue kwamba
imejengeka kwa misingi ya dini, kwa maana ya dini ya Kiislamu. Mfumo wake si kama ile mifumo ambayo tumeizoea ya siku zote katika mataifa tofauti, bali ni mfumo wa wilayatul faqih, kwa maana unaegemea msingi wake kutokana na misingi ya Uislamu. Sasa kutokana na misingi ya Uislamu inaashiria kwamba izza, yani utukufu, ni kutoka kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Utukufu si kunyenyekea kwa mataifa yenye nguvu, kunyenyekea katika nchi zenye power au vinginevyo na hivyo. Misingi au msingi wa kuweka serikali hii umejengeka kutokana na sheria za Kiislamu, kwa maana wenyewe wanachokiona tunapaswa kumnyenyekea au tunapaswa kuonyesha utukufu kwa Mwenyezi Mungu, kwa mtume wake, pia na kwa waumini. Hiyo ni moja. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba dhana hii ya heshima inakuwa na misingi, na misingi yake ni kutoka katika utegemezi, yani kuondoka katika mipaka ya utegemezi ya mataifa mengine, kwamba usiwe chini usiwe chini ya harakati ya mtu. Kwa maana kuna misingi kama mitatu. Tunapozungumzia heshima ya taifa, tunazungumzia ni kwamba wewe maamuzi yako yanajengeka kwa kipi? Maamuzi yako ni bendera fata upepo, au wewe kama taifa una maamuzi yako? Hilo ni moja. Pili, uchumi wako. Uchumi wako ni wa kujitegemea kutoka ndani, au ni uchumi wa kutegemea taifa au nchi kutoka nje. Na tatu, tunaangalia usalama na ulinzi wako. Unategemea kutoka wapi? Ulinzi unategemea taifa lako, unategemea nchi yako, au ulinzi na usalama unategemea mataifa mengine na nchi zingine na nchi nyinginezo. Kwa hiyo ndo dhana nzima ya suala la heshima kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo imejijengea kwa misingi hiyo ambayo nimeiashiria. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kwamba unakusudia heshima hii ambayo ipo hapa, kwanza wao wamejenga kwa msingi wa dini ya Kiislamu. Naam. Lakini pia vile vile heshima hiyo ina mkusanyiko ndani yake wa misimamo ya kisiasa. Kwamba wao wamejiweka katika system yao ya kisiasa, system yao ya uongozi inavyokwenda. Na mfumo mzima wa uongozi kuanzia juu mpaka chini ni mfumo ambao kwamba hautaki kuwategemea au kumtegemea mwingine. Yani kwa maana masuala mazima ya kiuchumi, masuala mazima ya kielimu, masuala mazima ya kiutafiti, kama tunavyoona sasa hivi, ukivuta picha katika yanayoendelea sasa hivi, huu uvamizi uliotokea baina ya Israel na Marekani kuivamia Iran. Sasa hivi ndo tunapata somo halisi la nini maana ya izza, utukufu na heshima, ambayo tumeashiria misingi hapo ni kwamba maamuzi wewe yanatoka wapi? Irani maamuzi yake yanatoka katika nchi gani? Ni maamuzi yake nchi au taifa la Irani lenyewe, au yanachukua maamuzi kutoka nje? Tunasoma katika vita hii, tunaona wanajitegemea katika masuala mazima ya uzalishaji wa makombora. Tuliashiria pia swala zima la ulinzi na usalama. Ulinzi wako unatoka wapi? Wewe unalindwa kama nani? Unalindwa na nani? Tukiangalia nchi nyingi za Mashariki ya Kati, kwanza hazina maamuzi. Zina fedha, lakini uchumi wake unashikwa na mataifa ya nje. Zina usalama na ulinzi, lakini ulinzi wake ni kutoka katika mataifa mengine, hususan Marekani. Kwa hiyo sio kwamba eti labda ni wenyewe ndio wanajitegemea. Hapana. Ile moja kwa moja, 0 mpaka 100 iwe ni yeye. Unatakiwa ujitegemee wewe kutoka ndani na wananchi wako. Kwa hiyo dhana nzima hiyo, tukija kuangalia katika mifano halisia ambayo inajitokeza katika masiku haya ya vita, tunaona
Mashariki ya Kati Waarabu wanalia. Wanalia nini? Uvamizi unatoka katika nchi zao kushambulia Iran. Pindi Iran anapo respond, hawaleti lawama kwa nani? Kwa yule aliovamia, kwa maana Israel na Marekani. Lakini wanaleta lawama kwa Iran kwa sababu wenyewe ni tegemezi. Sasa ukiwa tegemezi, heshima haitokuwepo. Unapokuwa unategemea mwingine. Unapotegemea mwingine. Jambo lako wewe mwenyewe. Jambo lako mwenyewe. Na pia kujiondoa katika mikono yao, kwa maana sisi hatukubali uvamizi huu unaoendelea. Na hatutaki labda ardhi yetu na anga yetu kutumika katika uvamizi wa nchi yoyote iliyo huru. Swala hilo hawawezi kulizungumza na wala hawawezi kuambia hao Marekani na Israel. Kwa nini? Kwa sababu hawana wanachojitegemea. Hata maamuzi nafikiri inapofika kwenye swala zima la maamuzi ya kijeshi, labda kwa mfano wanaoyafanya wao. Leo hii lau waamue kwa mfano sisi tuna uamuzi fulani wa kiusalama tunataka kuufanya wa kijeshi, ima tufanye harakati fulani, kwa mfano action fulani. Tuchukulie kwa mfano wao wawe wamevamiwa kama ilivyotokea Iran. Sasa maamuzi ya kureact na kutumia silaha walizonazo ambazo si za kwao, wananunua kutoka nje na ule ulinzi unatoka nje. Sasa maamuzi ya kusema kwamba sisi tuna react kutokana na uvamizi huu, wanatakiwa wapate go ahead kutoka kwa nani? Kwa bosi wao, kwa muhusika mkuu. Kwa maana hawana maamuzi. Hilo moja, kwa maana kama huna maamuzi huna heshima. Tunazungumzia dhana ya heshima katika nini? Swala zima la mataifa, si kwamba ni Irani tu. Naam. Ni kama unanikumbusha kuna matukio ambayo yanatokea katika mzozo huu unaoendelea sasa hivi Mashariki ya Kati. Unakuta kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo tunaweza tukasema kwamba zina ufuasi wa Marekani. Yani wao ni wafuasi wakuu wa Marekani kwa upande wa kwamba wanawategemea katika masala haya ya kiusalama, masala ya kisiasa. Kwa mfano nikitoa mfano wa haraka nchi ambayo inajulikana wazi duniani, nchi ya Ukraine. Tunayo nchi kama Ukraine, ipo nchi kama vile naitwaje, Korea Kusini. Korea Kusini. Unapata kwa mfano hata kunazo silaha ambazo kwamba wao wanazimiliki, ambazo wamekuwa wakizitumia, wanazozitumia kwenye harakati zao za kiusalama. Hivi majuzi imedhihiri kwamba silaha zile imebidi, kuna time inafika Marekani yenyewe inawaambia kwamba zile silaha zetu zile silaha zetu tulizowauzia tunaziomba kidogo, tunataka tuzi. Kama umeliona hilo baada ya Iran kufanya mashambulizi ya mifumo ya ulinzi ya Israel na Marekani katika Mashariki ya Kati, ulinzi umepungua kwa maana wameharibu zile rada. Sasa kuna mifumo kadhaa ya ulinzi ambayo ilikuwa katika hazina za washirika wao kama uliowaashiria hao. Sasa Marekani imeona kuna mapungufu hapa. Imesema tunahitajia hiyo mifumo yetu mtuletee. Tulikuwa tumekupa hii, tumekuuzia. Sasa ukitaka kuona kwamba ile izza, heshima na utukufu ulionao, kwa maana hauna hiyo heshima, unashindwa kusema hapana. Yani taifa kama taifa linashindwa kusema hapana. Na alafu umenikumbusha pia hapo katika swala hilo zima la kutumia hazina labda ya vita inayotoka kutoka kwenye nchi nyingine. Kuna issue kama ile iliyotokea ya uvamizi wa shule ambao ni maarufu sana ulimwenguni, imezungumziwa sana, shule ya Minab ya Shajara Tayyiba, shule ya watoto wadogo ambayo ilivamiwa. Baada ya kugundulika kwamba au Marekani kukubali, kwa sababu serikali baadaye ya Marekani ilikubali kwamba mwanzo tulidanganywa na rais wao, alisema kwamba Iran yenyewe ndo hawakuhusika, ila Iran wenyewe ndo walihusika, yani mitambo yao iliferi wakajilipua wenyewe kwa ndani. Lakini baadaye nafikiri kufanya utafiti watu wakapitia, ikadhihiri wazi kwamba waliofanya uvamizi ule ni nani? Ni serikali yenyewe ya Marekani kutumia aina fulani ya silaha ambayo kwamba ni silaha mzito, nasikia iliyo na uwezo mkubwa wa kufanya nini? Wa kufanya uharibifu. Silaha ya Tomahawk.
Ilipobainika kwamba ni hii na silaha hii ya Tomahawk ilikuwa ni wazi kwenye utafiti wa masuala ya kivita kwamba wanaotengeneza silaha ile ni nchi moja tu ulimwenguni, ni nchi ya Marekani. Na pamoja na kwamba wametengeneza silaha ile, sio tu kwamba wao peke yao ndio wanaoitumia, lakini waliouzia nafikiri sio nchi nyingi. Zilikuwa ni nchi chache sana ambazo waliweza kuuzia, lakini waliouzia kwa sharti. Na hapa ndo mazungumzo yangu yanakuja kuungana na ulichokieleza hapo mwanzo, kwamba ni kwa sharti la kwamba usiitumie mpaka tutakapofanya nini, mpaka nitapokupa go ahead, tutakapokupa ruhusa. Kwa hivyo ikadhihiri wazi kwamba haiwezekani ikiwa imetumika silaha ya uvamizi ya Tomahawk kwenye shule hii, ndio iliyosababisha mashambulizi haya na ndio iliyosababisha vifo na kadhalika. Haiwezekani ni nchi nyingine yote isipokuwa nani? Isipokuwa ni Marekani, kwa sababu hata mshirika wake angetaka kutumia, hata yule aliyemuuzia angetaka kuitumia, ingebidi afanye nini? Apate kwanza, achukue ruhusa kutoka kwake. Sasa vitu kama hivyo ndo Ayatullah Khamenei anazungumza kwamba misingi ya kuwa na heshima kama taifa ni kwanza kuwe na independence, uhuru wa taifa katika maamuzi ya kisiasa na kiuchumi, na pia kuwe na resistance, kwa maana kuwe na upinzani wa dhidi ya ukiukaji wa sheria, dhidi ya dhulma. Popote pale inapopatikana dhulma inatakiwa ikemewe, na pia kunatakiwa kuwe na self reliance, kuwe na utegemezi binafsi katika masuala mazima ya kiteknolojia, masuala mazima ya ukuzaji wa kiuchumi na kielimu. Ukija ukiangalia kwenye masuala kwa mfano ya kielimu, ukirudi katika nchi zetu za Kiafrika, wewe unadhani kwa nini hatuendelei? Kwa sababu mitaala yetu au silabasi zetu zinaegemea sana mataifa ambayo yalitutawala, na mataifa yalikuwa yanajua kabisa kwamba sisi hawa tunatakiwa tuwakandamize kutokana na nini? Na elimu, kwa faida zetu sisi, kwa faida zetu. Kwa sasa hivi tunaona Iran wanarusha satellite, Iran wana produce makombora, Iran ndani wana vikwazo vya almost miaka 40, lakini nchi bado inasonga mbele. Wanatoa wasomi wakubwa wanasema mmoja katika yani ni mmoja katika nchi zilizo na maprofesa wengi waliobobea katika nyanja tofauti tofauti. Sasa matibabu, elimu, nishati, ukuzaji wa nishati, ukulima na kila kitu. Sasa huo ni utegemezi wa ndani. Sasa kwa sisi Afrika, kama tuchukulie nchi za East Africa, nizungumzie kwa mfano Tanzania, tuna uhuru wa miaka 60, lakini kuna vitu vingi sana hatuwezi kuzalisha, hatuwezi kuendesha viwanda vyetu vya ndani. Ni kwa sababu gani? Elimu. Tunategemea syllabus ambayo ni ya mkoloni, ambayo haitupigi push kwamba kufikia hatua moja, tufikie hatua tuweze kujitegemea. Sasa anayoongeza nguzo ya mwisho Ayatullah Ali Khamenei ni kwamba msingi wa imani kama kigezo cha nini? Cha serikali. Kwa maana dini au imani si swala kwamba la ibada tu binafsi, bali ni mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu. Huo ndio mwongozo walionao taifa la Iran, ambalo ukija ukiangalia iman ndio inaongoza katika maadili, inaongoza katika haki, inaongoza katika uadilifu, unaongoza katika heshima na utu wa mwanadamu. Sasa yote hayo ukiangalia yanakosekana katika hizi serikali ambazo tunaziona, ambazo zinajiita ni serikali za nini? Za demokrasia. Tuangalie kama matukio yanayotokea sasa hivi. Tukisema kama ni masuala mazima ya demokrasia, demokrasia inaruhusu kwamba nchi iliyo huru ivamiwe? La. Achana na hiyo. Tunaangalia kwamba walivamiwa wakiwa wapi? Walivamiwa wakiwa katika mazungumzo. Kwa maana kulikuwa na nini?
kulikuwa wamekaa mezani wapate suluhisho la mezani, lakini uvamizi ukatokea, na si uvamizi wa mara moja. Tukiangalia mwaka jana 2025 mwezi Juni, nadhani uvamizi pia ulitokea na vikaendelea vita vya siku 12. Sasa tukiangalia ni kwamba mataifa makubwa ambayo yanaonekana kama ni kiranja wa dunia yamekosa nini? Yamekosa maadili, yamekosa haki, yamekosa uadilifu. Ni kwa sababu nini? Msingi wake hautokani na imani. Ideolojia yake kwa sasa hivi tunaweza kusema neno moja tu, ideolojia yake inatokana na Epstein. Labda kwa neno moja, kwa kupunguza makali. Inakuwa imefupisha mambo. Aise, lakini kweli unaona ili swala ambalo nilizungumzia la kujitegemea kwa kweli Mwana Tawakkal. Unajua kabla ya mzozo huu kuanza, huenda ikawa wengi wetu hususan ambao kwamba tupo nje ya maeneo yale ya Mashariki ya Kati, hatukuelewa kabisa msimamo dhabiti walionao Iran mpaka mzozo huu ulipoanza. Nataka kutoa mfano nikiweza kuquote matukio ambayo tunayaona sasa hivi. Unapata leo hii Iran takriban ndani ya mwezi wa pili wanaingia wa vita. Na si vita hivi, vita kabla ya hapa kulikuwa na vita vile vya siku 12, na kabla ya hapo pia kulikuwa na vita vya ndani kwa ndani, wenyewe kwa wenyewe, vya walio dhidi ya serikali kuweza maandamano yaliyofanyika dhidi ya wale walikuwa wanasimama dhidi ya serikali. Unakuta kwamba katika kipindi hiki cha vita walivyokuwa wanapita, wanasimama serikali na unakusudia wananchi wanasimama kidete na serikali yao. Na sio tu watu wazima, sio tu labda watu waliopo kwenye ngazi za uongozi peke yake, au labda useme wanajeshi. Leo hii tunasema kwamba wanajeshi wamesimama na serikali. Tawakkal mpaka vijana, mtoto mdogo unapata kwa mwezi mzima yupo anaandamana, sio dhidi ya serikali. Na hilo unalisema, anaandamana kwa ajili ya kuiunga mkono nini? Serikali yake. Jambo ambalo kwetu mimi nasema, sisemi halitokei, nasema kwamba ni nadra kwetu Afrika. Kuna watu wamekusanyika nje wakisimama kidete kwa ajili ya nini? Ya uongozi wao na serikali yao. Waseme kwamba leo hii sisi tunaiafiki serikali yetu 100% kwa wanachokifanya. Unapata kijana mtoto mdogo, tumeshuhudia kwenye televisheni wanaonyesha kabisa miezi yote hii miwili, mwezi wanatoka usiku mchana, kila mmoja akitamka neno moja kwamba mimi kinachofanya serikali yangu nafanya nini? Tatizo sijui ni itikadi wamejengewa, itakuwa kama ulivyoeleza hapo mwanzo, ama ni vipi? Naam. Tatizo kwa nchi zetu za Kiafrika ni kwamba tulishaga wapa ukiranja baadhi ya watu ambao ni haya mataifa. Kwa maana chochote kinachotokea katika nchi zetu, sisi tunataka kuangalia kwamba hawa mabwana zetu huwa wanafanya kitu gani au wanatushauri kitu gani. Tukiangalia swala zima ulilolizungumza la maandamano ambayo yalitokea hivi karibuni Iran, maandamano ambayo yalichochewa na Mossad au sungu tunawaitaje, maspai, vibaraka wa Israel wateule. Maandamano hayo yalitokea ndani, lakini vyombo vya habari walichokuwa wanakionyesha ni tofauti na vitu vilivyokuwa vinaendelea ndani. Pili, maandamano tunaona ya juzi ya No Kings yaliyotokea Marekani, maandamano makubwa ambayo yametokea katika mwaka huu 2026. Sasa nataka nikuonyeshea na maandamano ambayo yametokea East Africa, au tuseme direct yaliyotokea Tanzania 2025. Sasa au hata Kenya. Au Kenya. Ukiangalia namna tunavyoshikiwa akili, sisi tulikuwa tunasema kulikuwa na maandamano, lakini baadhi ya watu walikuwa wanataka kwamba hawa jamaa zetu hususan Marekani waje watutatulie mgogoro wetu kuhusiana na maandamano ya ndani. Sasa haya maandamano ya No Kings kama uliyafuatilia, yalipata solution gani? Yalikuwa yana mwenendo gani?
mwenendo wake unatofautiana na ule ambao ulikuwa kwetu Kenya au Tanzania. Naam. Walireact vipi serikali? Serikali ilikuwa imereact kama inavyoonyesha kwamba yenyewe ni ya kidemokrasia, kwa maana serikali ya Marekani, au ilireact kama inakubali maneno wanayosema, inakubali kwamba wananchi walikaa mezani na wananchi baada ya maandamano kama haki yao kuandamana kama pindi wanapoona kwamba mambo hayaendi sawa. Naam. Ukilinganisha hayo niliyoyaashiria, utakuja kukuta kwamba tunashikiwa nini? Tunashikiwa akili kwa kila jambo. Kwa hiyo kule kuona kwamba mtoto mdogo wa Iran anaonyesha kusimama na nchi yake, ni mafunzo ambayo yanapewa na kuonyesha kwamba utegemezi wa fikra za nje si solution. Na katu hakubali kuwa chini ya mwingine au kuwa dhalili wa mwingine, bali unatakiwa usimamie misingi. Naam. Ambayo tumiashiria misingi ya taifa lao inasimamiwa na misingi mizima ya wilayatul faqih, kwa maana iko chini ya dini ya Kiislamu. Naam, bwana Tawakkal, nafikiri katika hayo unayozungumzia na katika system ambayo katika mazungumzo ulioeleza, kuna nukta hii ya dini na siasa ambayo inajitokeza, ambayo tunataka tuijadili pia sasa hivi hapa, kwamba tunakuta kwamba katika nchi nyingi kuna mjadala kuhusu kutenganika au kutenganisha kwa dini na siasa, lakini katika swala hili tunaona ni kinyume chake. Yani unapata kwa mfano leo hii katika nchi zetu, katika nchi za ulimwenguni, mara nyingi linapokuja swala la kidini inakuwa halihusishwi sana na nini, na swala la kisiasa. Nafikiri hii hata inaleta nukta muhimu sana ambayo kwa siasa za Tanzania, Kenya imekuwepo sana swala la udini. Nasikia mtu anasema hatuwezi leta udini katika hii issue, katika masuala mazima ya kisiasa. Kwamba tupo saizi katika meidani ya siasa, kwa nini tuzungumzie masuala ya anachokisema Mkatholiki, Muislamu, sijui ni shekhe, ni swala zima la misingi iliyojengeka ya hiyo serikali au taifa. Ukiangalia kwamba swala zima la kutenganisha dini na siasa ni swala la secularism. Na secularism ilikuja ni baada ya kufeli kwa kanisa Katoliki kusimamia masuala mazima ya kiserikali. Tena ilikuwa ni Ulaya, haikuwa ni kwamba ni dunia nzima. Ni kwamba ni watu walireact kuona kwamba kanisa lilikuwa linasimamia masuala mazima yote ya kiuchumi, kielimu, kila kitu, kisiasa. Lakini baada ya kuonekana kwamba kanisa limefeli kusimamia masuala hayo, wakatokea wanaharakati ambao wakapindua meza. Baada ya muda mrefu sana kanisa kusimamia masuala hayo ya kila kitu, baada ikapinduka. Walivyopindua wakaanzisha mfumo mzima wa secularism, ambao ndio mfumo sasa nchi nyingi unategemea huo, kwa maana wakatenganisha masuala ya kidini yawe pembeni na masuala imani tulionayo, tunachokiamini hakihusiani na mambo ya kisiasa. Sasa hilo ni jambo tofauti na msingi ambao umejengeka kwa mataifa ya Kiislamu na hususan Iran. Kama nilikuwa nimeashiria nyuma hapo kwamba imani au ideolojia ya msingi wa taifa la Kiiran ni kwamba mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu, kwa maana imani yake, dini yake, hautenganishi kitu chochote kile. Iwe ni siasa, ni masuala mazima ya kiuchumi, masuala mazima ya kielimu, yote yanakuwa katika sehemu moja ambayo yanakuwa yanasimamiwa na maadili. Yani tukitoa siasa tukatenganisha na dini, kwa maana tunasema kwamba tunaondoa maadili. Na ndio unachokiona kwa sasa hivi. Ni kwa maana siasa imekuwa ukisema tu siasa kwa sasa hivi inakuja kwenye vichwa vya watu
ni siasa, kwa maana ni kumwambia usiniletee siasa, yani kwa maana usiniletee uongo. Ni kwa sababu gani? Tumeondoa masuala mazima ya imani, masuala mazima ya dini, ambayo dini inabeba maadili, inabeba uadilifu, inabeba haki, inabeba ukweli. Kwa sasa hivi propaganda na uongo ndo umekuwa ukishika nafasi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumetenganisha baina ya dini na siasa. Sasa hilo ni jambo ambalo linakubalika katika serikali za kisekula. Lakini kwa imani yangu, na huwa tunasema kwamba serikali haina dini, lakini sisi wananchi tuna dini. Hapo hamna mkanganyiko. Ukisema serikali ni nani? Serikali ni wananchi. Serikali ni wananchi. Wananchi wana dini hawana? Wana dini, kwa maana wanayo imani. Kwa maana ukisema serikali haina dini, masuala mazima ya kitu fulani, mambo fulani tunatakiwa tuyaendeshe nje ya imani zetu. Sasa nikirudi mimi naamini swala fulani kinyume na hiki serikali ambayo inafanya, hakuna contradiction hapo. Kwa maana sisi wenyewe tunajichanganya. Hatuwezi kuishi nje ya mipaka ya dini. Sababu siwezi sema kwamba leo hii labda siasa inanituma kwamba mimi nifanye hatua fulani, jambo fulani ambalo kwa imani yangu ni kinyume. Ama kimaadili ninavyoona mimi. Kimaadili yangu mimi kama mkazi ama Mwafrika, kimaadili mimi kama mkazi wa taifa fulani, naona kwamba hii ni kinyume na maadili. Mimi kwa mfano kumdhulumu au kuchukua haki ya fulani ni kinyume na maadili. Kwa mfano inawezekana hata si kinyume na hata kwa imani yangu haijafika hata kwa level ya imani. Kwa level tu ya maadili ya kawaida, na hisi hii ni haki yake. Mimi kumpokonya haki yake ni kinyume na maadili yangu. Lakini nikiangalia kwenye kiti cha kisiasa, kiti cha uongozi nilicho nacho kinaruhusu, na ndio kinasema hivi ndio sawa. Sasa ukitaka upate mfano halisi ni kwamba kama ulivyoona mashambulizi ya kwanza kabisa yaliyofanywa na Marekani na Israel, Iran, yalipiga shule. Yalipiga yakaua wanafunzi, tena wanafunzi wadogo. Sasa kureact kwa Iran ulikuwa kama si serikali ambayo inasimamia misingi ya kidini. Tungesema tunatenganisha siasa na dini. Kwa maana ilitakiwa ireact vipi? Serikali ilitakiwa ipige shule, ipige watoto wadogo. Tunaona Marekani na Israel wanashambulia hospitali. Iran anatakiwa react vipi? Ashambulie hospitali. Anatakiwa ashambulie hospitali. Lakini ni kinyume na nini? Ni kinyume na maadili na imani yake. Sasa hapo unaweza kutenganisha vipi siasa na masuala mazima ya kidini? Kwa sio ngumu tu kwa kile wanachokiita madman theory. Wanasema ni fikra ya mwenda wazimu. Kwamba ikiwa utanigonga na jiwe na mimi pia nakugonga na jiwe. Ukimwagia maji na mimi nakumwagia maji. Kwa misingi na kufeli kwa mataifa yetu na nchi zetu nyingi ni kwa maana tumetoka katika misingi ya udini ambao tunauzungumza. Sasa mbaya zaidi ni kwamba huenda watu walichukua historia ya nyuma ambayo ilitumika na baadhi ya viongozi. Walitumia mamlaka ya kidini vibaya, kama nilivyokuwa nimeashiria kwenye swala zima la kanisa Katoliki. Lakini sio kanisa Katoliki tu, katika Uislamu mambo hayo yapo. Katika kipindi cha, kama umewahi kupitia historia ya Banu Umayya, Banu Abbas, walitumia vigezo hivyo vya kidini kwa sababu ya nini? Ya manufaa binafsi. Sasa kujinufaisha wenyewe. Kujinufaisha wenyewe. Sasa pia hapo tunatakiwa kuwa makini. Tunachotakiwa kuelimishwa ni kujua misingi halisi na ya ukweli ya dini. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanatumia jukwaa la dini lakini kupata manufaa yao binafsi ya kisiasa. Sasa hapo ndo tunatakiwa tuchukue tahadhari, lakini si kwamba tunatakiwa kutenganisha dini na siasa. Naam. Katika muktadha wa pili ambao tunaingia, tulikuwa na nukta 3. Nukta yetu ya pili tunaingia kwenye nukta inayozungumzia muktadha wa sera za nani? Za rais wa Marekani, Rais Trump. Naam. Leo hii tunaziangalia sera zake ulimwenguni, unaweza kupata kwamba picha ya jumla inaonyesha kwamba sera za Donald Trump zilikuwa na mwelekeo aina fulani. Labda kwa picha ya juu
kama unaweza kutueleza sera zake zina nukta kadhaa mule ndani ambazo tunaziona ni nukta kweli watu wanafaa wazizingatie, kwa sababu kupitia zile sera zake ndo amezitumia kufanya nini, kuendeleza uongozi wake nchini Marekani. Leo hii matukio yote haya mpaka kufikia hapa, kwa sababu hakuanza leo. Toka alipoanza, ukiangalia sera zake jinsi zinavyokwenda, kuna mambo ambayo kwamba yeye anayapa kipaumbele, anayaonyesha kwamba ndo mambo ndo yanayodhihiri kwamba kwake yeye ni mambo muhimu. Ni mambo ambayo anayaona yanafaa. Mambo haya yamempelekea mpaka amefika hapa alipofikia leo hii. Leo hii Mashariki ya Kati, Marekani ilikuwa na nguvu sana, lakini tunahisi ni kana kwamba nguvu yake tena imedrop ama imedhoofika. Sio tena Marekani ilivyokuwa. Yani wewe angalia Mashariki ya Kati yote, nchi zote za Uarabu zilizopo, ikiwemo Kuwait, Bahrain, Qatar na Emirates na nchi kama vile Saudi Arabia. Unakuta kwamba Marekani ilikuwa imeshika vizuri maeneo yale, lakini leo hii imekufa, nguvu zake zimepungua. Hii ni kutokana na zile sera ambazo yeye amekuwa akiziendesha. Sijui labda tupatie tu picha ya juu sera zake hizi ambazo kwamba zimemfikisha hapa, ziko na mfumo gani, ziko na picha gani? Sasa mwanzo kabisa tulisema tutazungumzia vipengele vitatu kama kumbukumbu nayo vizuri. Na moja katikati, kabla ya kufikia kwamba namna gani Marekani imedrop katika taswira ya dunia kwa sasa hivi, tulisema tutazungumzia swala zima la kudhalilika, udhalili wa nchi za Kiarabu kutokana na sera za Trump ambazo umezigusia sasa hivi. Miongoni mwa sera za Trump ambazo walipaswa pia Waarabu waziangalie, ambazo ndo zinaleta udhalili kwao, ni swala zima kwamba Marekani ndo kitu wanaita America first, ama make America great again. Wenye kama wanajiita wafuasi wa MAGA. Kwa maana kipaumbele ni Marekani. Kipaumbele ni Marekani. Na hiyo imekuwa si swala zima la maneno tu. Ni sera ambayo Trump amekuwa akiifuatisha na vitendo, ambayo ndio imekuwa imepelekea kudhalilika kwa mataifa haya ya Mashariki ya Kati, hususan Waarabu. Ukiangalia maneno au hotuba zilizopita za Trump, amewahi kugusia kwamba kuna baadhi ya nchi, alitaja nchi maalum, lakini tuzungumzie tu kwa ujumla. Alisema kuna nchi ndani ya wiki 2 bila ulinzi wetu hazitokuwepo. Akiwa anamaanisha nchi za Kiarabu. Sasa kwa maana wewe kama taifa la Kiarabu ulitakiwa ujue kwamba sera ya Trump ambayo inabeba kwamba Marekani ndo kitu namba 1, ndo kipaumbele Marekani. Kwa hiyo hata mahusiano yetu ambayo tunajiingiza na Marekani si mahusiano ya kutegemeana. Ni mahusiano ya kutegemea. Pamoja sisi tuna fedha, lakini kupitia fedha zetu tunadhalilishwa kupitia sera za Trump. Pia ukiangalia baadhi ya kauli za Trump ambazo majuzi hapa amesema kwamba mfalme wa Saudia anatakiwa afanye nini vile alisema. Alisema kwa maneno mafupi ni kwamba alisema anatakiwa aniheshimu kiasi cha yani kwa maneno ambayo anatakiwa kunisujudia kwa maana yake. Kama vile unasema anipigie magoti. Sasa nisujudie. Hizo sio sera tu wala kauli mbiu. Hakuyasema tu hivi. Hizo ni program maalum ambazo zinaashiria kabisa udhalili ambao tuliukataa katika mada ya kwanza. Tukasema tunatakiwa kuwa na nini? Tunatakiwa kuwa na heshima ya taifa. Kuna nukta kama umenikumbusha au inakuja tukizungumza kuhusiana na swala zima kama unavyoeleza za sera zake. Unapata Marekani kwa muda mwingi imekuwa na, tutaita kama imejidhihirisha kama nchi ambayo kwamba inapenda urafiki na nchi nyingine.
ile wenyewe wanazita allies. Nasikia nakwambia hizi ni NATO allies. Hawa ni marafiki zetu, wanajidhihirisha kinje. Hawa ni washirika wetu. Leo hii kwa mfano Marekani anasimama na kuambia tukija kwa Mashariki ya Kati, nchi hizi za Uarabuni, nchi za Uarabuni za Ghuba zilizopo ikiwemo Saudia, Qatar na nini, ni nchi ambazo ni washirika wetu. Tumekuwa tukishirikiana kwa muda mrefu. Kuna mmoja katika waliokuwa viongozi wakuu katika system ya ulinzi ya Marekani, sitotaja jina, katika mazungumzo yake ya direct, yeye sasa hivi ashastaafu, haipo tena, lakini kwa sababu tayari ashapata ile picha ya ukweli, alikuwa anazungumza katika mazungumzo yake ya moja kwa moja na mwanahabari, anasema kwamba hii dhana ya washirika wetu, allies wetu, kwamba hao unaowaona ni allies wetu. Siku zote Marekani hajawahi kuwa na rafiki kwa maana ya rafiki huyu tunayemjua sisi. Ninayesema wewe ni rafiki yangu, tusaidiane nikusaidie. Ni rafiki kwa manufaa yake binafsi. Ni rafiki wa manufaa. Yaani ukisikia amesema kwamba wewe ni rafiki yake, jua kwamba anafanya nini? Ananufaika kutokana na uwepo wako. Ananufaika kwa faida zako ulizo nazo. Yaani kama una kitu ambacho kinamfaidisha, basi yeye ndo anafanya nini? Ndo mnufaika mkuu. Kwa hivyo wewe ndo ally. Yaani ally inamaanisha kwamba ni wewe unamnufaisha yeye. Lakini si urafiki wa kuwa eti sasa leo hii mimi nitafanya nini? Ni ukitaka kitu nitakusaidia, ama tusaidiane tusongeze hili lisonge hapa. Lala, si urafiki kwa sura ya juu. Kwa ukiangalia utahisi kama ni hivyo. Lakini kwa sura ya ndani anasema hakuna hata siku moja kwa miaka yote nilioserve ndani ya nchi yangu nimeona kwamba urafiki aliokuwa nao ni urafiki anaokusudia urafiki wa kusaidiana. Ni urafiki wa Marekani kunufaika kutokana na lile eneo. Anapokuja kusema mimi nataka kufanya huyu ni rafiki yangu nchi hii, naitaka iwe ni ally wetu, na kusudia kwamba nchi hii yale manufaa alionayo yeye yafanya nini? Yarudi kwetu. Sisi tuangalie jinsi vipi tunaweza kufaidika kutokana naye. Ndio alichokuwa anakikusudia. Sasa kwa mfano ukiangalia sera za Iran, tunaposema kwamba kujitegemea, huwa haimaanishi kutokushirikiana. Kuna tofauti kati ya ushirikiano na utegemezi. Kwa nchi za Kiarabu nyingi hazina ushirikiano na Marekani, zina utegemezi wa Marekani. Na hicho ndo anachokifanya rais wa Marekani. So kwamba eti wanashirikiana. Washirikiana. Wanawategemea. Leo hii na hiyo ndo maana wakajitoa tu wanapata shida tayari. Na hapo ndo uzuri wa Trump, yuko wazi kabisa. Anawaambia, na aliwaambia kwamba sisi tunawalinda na mnatakiwa mpei kwa hilo. Watu wanaoshirikiana hamwezi kuwa na conversation ya namna hiyo. Inatakiwa iwe laini. Kwamba sisi ni walinzi wenu. Tumekuja, tumeweka vyombo vyetu vya ulinzi hapa ndani kwamba tunawalinda. Kwa hivyo lipeni. Sasa si urafiki tena huo. Kwa mwisho wa siku ni kwamba taifa linageuzwa ni kuwa mteja. Mteja wa nini? Ni kwa maana Marekani anawauzia ulinzi na usalama. Nyie ni wateja wategemezi na sio wateja wa kushirikiana. Na hata iko wazi kabisa ukiangalia, yani kama kweli nilivyotangulia kusema, huu mvutano na uliotokea hivi majuzi wa Mashariki ya Kati umedhihirisha mengi. Kwa sababu Rais Trump, tunapokuja kumwangalia Rais Trump, kwa kweli ndo kama vile wanavyosema kiongozi mwadhamu kabla ya kufariki kwake. Alitamka maneno haya katika moja ya hotuba zake maarufu sana. Akisema kwamba rais wa Marekani pamoja na ubaya wake wote alionao na sera zake zote zilivyo dhidi ya maadili ya kibinadamu, kuna uzuri mmoja ambao tunaupata kutoka kwake. Akasema kuna faida ambayo sisi tunaipata kutoka na kuwepo kwa Rais Trump, nao ni moja tu. Ni kwamba pamoja na msimamo yake yote dhidi ya maadili ya kibinadamu, cha kwanza kabisa ni kwamba ni mtu mkweli sana. Mkweli hata kama kitu hicho kitakuwa kinaharibia taswira ya Marekani. Akasema kwamba katika hotuba yake ile, miaka yote tumekuwa tukingangana sana, nimekuwa nikijaribu kueleza Marekani ni nchi na ubaya huu, Marekani iko na tatizo fulani, Marekani iko dhidi ya maadili fulani. Nimekuwa tukipata shida kueleza toka alipoingia
rais wa Marekani, Rais Trump, yale aliyojificha yamedhihirishwa. Yale tulingangana kuelezea yeye mwenyewe kutoka ndani amefanya nini? Ameyadhihirisha wazi. Hapa tukaja tukapata kuna baadhi ya maneno katika mzozo huu kama ulivyotaja mfano wa kwanza, wewe umetaja mfano wa silaha na usalama. Akisema kwamba tunawapa silaha, tunawapa usalama, kwa hivyo lipeni. Yuzi ametamka wazi akasema kwa sababu katika maelewano ya katika mambo au masharti walioyaweka nchi ya Iran, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ili kuweza kusitisha vita, moja katika masharti yake ni kwamba mlipe nini? Fidia za uharibifu uliofanyika wapi? Ulifanyika kwenye nchi yetu. Lipeni zile fidia, nafikiri ni takriban dola bilioni dola zaidi ya dola na kwa sasa hivi uwezo ukakisia kwa sababu mashambulizi bado yanaendelea. Na kwa sababu mashambulizi yanaendelea, tunatarajia zitakuwa zaidi ya hapo. Yani sio bilioni, zaidi ya bilioni 100 watatakiwa kuzilipa kama fidia nini? Ya hasara zilizofanyika ndani ya nchi ya Iran za vita, ili baada ya hapo tuweze kukaa kwenye meza tuseme sasa tunataka kufanya nini? Kusitisha vita hivi. Rais Trump alisemaje? Alirudi katika wale aliowaita washirika na marafiki zake, ambao mpaka wao nao pia wanapitia matatizo mengi, kwa sababu toka mwanzo wa mvutano Marekani iliyoanzisha mvutano huu. Kumbuka umesema mwanzo wa kipindi kwamba Marekani ndio waanzilishi wa mvutano huu. Wao ndio waanzilishi wa vurugu hii. Lakini anakuja kusema kwamba vurugu hii imeanza na huyu alikuwa jirani yako. Muirani alikuwa jirani yako na wewe ulikuwa kando yake. Na bases za Amerika zilikuwa wapi? Kwako. Vile vituo vya usalama na ni vilikuwa pale, vilitumika katika uvamizi wapi? Wa nchi ya Iran. Nchi ya Iran, moja katika hatua zake ilifanya ni kwamba ilivamia vituo vile. Iliviweka katika chini ya yani kiufupi ilihesabu kwamba hivi vituo kwetu sisi ni maadui. Maadamu vinafanya kazi kwa ajili ya Marekani. Ilihesabu wakati wa vita. Kiongozi mkuu alishasema hata kabla ya vita, wakati wa maongezi alisema mkilianzisha yani itakuwa ni vita ya Mashariki ya Kati nzima. Naam, endelea. Sasa anakuja kusema kwamba hii pesa walioidai Irani, wakisema kwamba fidia walioidai Irani, anakuja kuambia wale washirika wake, nyinyi ndio mtakaolipa. Mzozo nimeanzisha mimi, vurugu nimezianzisha mimi ndio niliowaingiza katika ile tatizo, lakini watakaolipa nani? Hapo ndo utaona nani ni bosi. Kwa lile jambo nalolisema hakuna ushirikiano, bali kuna nini? Kuna utumwa na utegemezi. Kwa hiyo bosi amesema nyie pamoja hamkulianzisha, nyie ndo mtalipa. Na pia niligusia tu sera moja. Kuna sera nyingine ambayo nimeikumbuka ni aliyokuwa ameibeba Trump, ni kwamba kuleta utulivu na kuanzisha masuala mazima ya vita. Hilo ndo unakuja kupata uongo na propaganda alizonazo Trump. Kwa sasa hivi tunakiona nini? Aliingia akaona mikwara mingi, atasimamisha vita vya Ukraine na Urusi, atasimamisha vitu kadhaa alimention. Asla katika ahadi zake alisema kwamba mimi mtakaponichagua kitu kinachoitwa vita duniani mimi sitafanya nini. Hiyo ilikuwa ni sera moja hapo ya kusitisha vita vyote vinavyoendelea. Lakini yeye ndo amekuwa msimamizi mkuu wa machafuko. Yeye ndo yani kinyume na aliyoyasema. Sasa hivi hatuzungumzii machafuko ya vita tu. Tunazungumzia sasa hivi nini? Tunazungumzia mambo ya kiuchumi. Sasa hivi mlango wa Hormuz umefungwa. Ingawa tunasema umeegeshwa, isipokuwa umefungwa kwa wale washirika na baba yao Marekani na Israel. Umefungwa. Tunaathirika sote, iwe Afrika iwe Ulaya, tunaathirika sote. Sasa si vita tu, sasa hivi tumeingia kwenye vita ya kiuchumi. Kwa hiyo yeye alisema kwamba anakuja na sera ya kuwa mstaarabu, kwa maana kusimamia machafuko yote ambayo yataendelea, lakini amelianzisha. Sasa hivi watu wanapaki vyombo vya usafiri, hawawezi kukimu kununua mafuta yamepanda. Hususan kwa kwetu East Africa na vipato vyetu. Nafikiri paka sasa hivi mara kadhaa nchini Tanzania, Kenya pia wameshatangaza kwamba kuna muda utafika tarifu zile za malipo za mafuta zitafanya nini? Zitaongezeka. Yaani kuna tarehe wameziseti maalum kwamba kufikia tarehe fulani kutakuwa na ongezeko la bei
wameziseti hivyo athari za yanayoendelea saizi kwenye ghuba hii ya Uajemi pole pole zinaanza kufanya nini, kudhihiri nukta baada ya nukta, hatua baada ya hatua. Kwa hiyo yule aliyokuwa amekuja na sera ya kuzuia vita na machafuko, yeye ndo wa kwanza wa kuleta vita na machafuko yanayoendelea. Mazungumzo haya Sheikh Tawakkal yanatufikisha katika nukta hii ya hoja ya kudhalilishwa. Hapa swali linalokuja ni kwamba wapo wanaosema kuwa baadhi ya nchi za Kiarabu zilidhalilishwa wazi wazi chini ya utawala wa nani? Utawala wa bwana rais wa Marekani. Hii hoja hii sijui unaizungumziaje, kwa sababu ndani yake inaonyesha wazi kama ulivyotaja kwamba kuna hilo swala la wao kuwa na utegemezi wa hali ya juu, wanaitegemea Marekani. Lakini kuna nukta nafikiri kama 3 ambazo uliziainisha, ningependa labda umjulishe mtazamaji, ikiwemo ya kwanza ni uhamishaji wa ubalozi wa Marekani kwenda wapi? Jerusalem. Nukta ya pili, makubaliano ya Abraham, yale ya Abraham Accords wanasema. Na pia nukta nyingine ni zile kauli zake mwenyewe za moja kwa moja alizozizungumza ambazo tayari mshazisema. Kwa kauli tumeziashiria. Lakini ukiangalia jambo jingine ambalo linawadhalilisha washirika wake wa Arabu ni swala zima la mkataba huo wa Abraham ambao lilikuwa linawalazimisha Waarabu waitambue Israel. Hali ya kuwa Israel ameenda kufanyaje? Ameenda kuchukua ardhi ya Wapalestina. Na Wapalestina ni nini? Ni Waarabu. Kama ndugu yako Mwarabu wewe umeshindwa, yani au washirika wa Marekani wameshindwa kumlinda ndugu yao Mpalestina, wakati ya sign kwenye mkataba huu uliozungumza wa Abraham. Hii ni fedheha na udhalilishaji. Na mpaka sasa hivi kinachofanyika kwa mfano Gaza, ni nchi ngapi za Kiarabu ambazo zinakemea swala hilo, au lenyewe ndo linawezesha uchumi wa Israel kuendelea kufanya yale mauaji ya kimbari? Kwa hiyo huu ni udhalili ambao direct hawezi wakausema wenyewe kwamba huu ni udhalili, lakini sisi tunaona wanadhalilika kwa swala zima kama hilo. Kabisa kabisa. Ama kuhusu nukta hiyo ya pili, labda makubaliano ya uhamishaji wa ubalozi. Na hiyo inabeba swala hilo kama la kufanya nini, la kutia saini ya kuitambua Israel. Lakini pia tunajua kwamba Palestine ndo wana kipaumbele wenyewe kama ardhi yao hiyo sehemu ya Jerusalem ndo msikiti wao wa Al-Aqsa unatakiwa kubaki pale. Na maamuzi yote yanatakiwa yafanywe na Wapalestina. Lakini baada ya Trump kuja kusema kwamba anataka kuhamisha kupeleka Jerusalem, kwa maana ni kudhalilisha wale washirika wake wa Kiarabu, kwa maana na nyinyi mnatoa sapoti ya kumsapoti Marekani na Israel. Nadhani kwa upande huu. Sasa na je, kuna upande chanya wowote uliotokana na sera hizi? Labda kwa mfano kwa mtazamo wako wewe, kwa mfano baadhi ya nchi pengine zilipata faida za kiuchumi kupitia hali hii ya ushirikiano, au kama vile kwa mfano kulikuwa na, nafikiri hapo umeelezea kwamba kulikuwa na kupungua kwa baadhi ya migogoro ya wazi kwa muda mfupi, na Marekani ilifanikiwa kupunguza gharama zake za kijeshi katika eneo hilo. Kuna pengine upande chanya wowote uliotokana na sera hizi ambao ulipatikana baada ya Trump kuzalisha hichi alichokizalisha ndani ya nchi hizi za Uarabuni? Au unazungumzia ni sera za Trump zimeleta vitu gani chanya? Naam, kuna mazao gani yametokana na sera zake ndani ya nchi hizi? Labda tunaweza tukazungumzia kwamba sera za Trump ambazo huenda zikawa ni mbaya, lakini zinakuja kuleta utambuzi wa baadhi ya mataifa. Kwa maana sasa hivi kinachoendelea kinakuja kinazipa nchi hizi ambazo ni washirika wake uelewa wa kwamba sisi sasa hivi tunatakiwa tutoke katika masuala mazima ya utegemezi
Na pili, sera zake zimekuja kubainisha uongo na propaganda ambazo zilikuwepo tangu kitambo. Ukiangalia sasa hivi Trump alikuwa ameomba msaada kutoka NATO. Lakini washirika wake jibu lao lilikuwa lipi? Wakasema kuna vita ambavyo tulienda kushiriki Iraq kwa madai ya kwamba mlisema kuna nuclear, lakini tulienda tukashiriki, mwisho wa siku tuliona hola, hatukukuta kitu. Kwa hiyo sera za Trump alizokuja nazo na kutozitekeleza zimekuja kuamsha washirika wake na kuonyesha kwamba sasa hivi ukweli tunaujua. Kwa hiyo hata vita hivi kushiriki sisi hatutotia mguu. Na labda nikuulize Shatawakal, kutokana na hali hii ilivyo sasa hivi, unahisi kwamba hali hii itaendelea ama kuna uwezekano wa mabadiliko baadaye? Je, kuna uwezekano aslan hata kama 1% niseme hata kidogo ya labda nchi za Uarabu zilizopo kwenye ghuba ya Uajemi hizi ziweze angalau kubadilisha fikra zake kwa mara moja, kusema kama tunavyoona hapa ilipofikia bwana, huyu bwana si wa kutegemea? Kwa mfano, unajua ile unasema anayeumwa na nyoka. Aliyeumwa na nyoka. Sasa je, ataweza kuja kugutuka aseme ngoja inabidi nibadilishe mwelekeo? Kuna matarajio ya mabadiliko yoyote? Swala hilo ndo lile nilikustopisha kidogo. Ulikuwa unataka kuzungumzia kuporomoka kwa ushawishi wa Marekani. Ni kwamba sasa hivi taswira ya Marekani imeshuka. Kwa hiyo nchi kama hizi washirika wake hususan ya Waarabu sasa hivi wanaweza wakawa wanatafuta wategemezi wapya. Sasa hivi China anachomozea. Nguvu ya China inaonekana kiteknolojia, kiuchumi. Na tukizungumzia kiteknolojia kwa maana tunazungumzia na masuala mazima ya kielimu na utafiti. Sasa kutokana na Marekani sasa hivi ana drop, kuonyesha kutoaminika, propaganda, uongo. Leo anazungumza hivi, kesho anabadilisha. Na si kuzungumza tu, tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna ndege ambazo hazionekani kwenye rada. Imekuwaje sasa hivi tunaona F-35 inaangushwa, F-15 F-15, F-18 zimeangushwa tena na mtu ambaye alikuwa na vikwazo miaka 40. Kwa maana sasa hivi ushawishi unashuka. Sasa wakati unaona bosi wako ana drop, unaanza kupata idea, sasa hivi ngoja nitafute bosi mpya. Na kama nilivyoashiria, sasa hivi China anakuja juu. Na Mrusi pia anatokezea kichwa. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu ambazo zinaweza zikawabadili. Kwa hivyo tuseme kuna kama matumaini ya kwamba japo kidogo, hata 1% kidogo, kwamba nchi zilizopo kwenye Mashariki ya Kati zikaweza kugutuka. Nikikusudia nchi za Mashariki ya Kati, naiondoa tayari Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa sababu tayari wao msimamo wao zinaanza kugutuka, unajulikana wazi. Yani kwamba zinagutuka. Zinatambua, zina utambuzi halisi wa jambo hilo, zilishagutuka. Sema sasa kujiondoa, zilishajiingiza katika baadhi ya mikataba ambao kujiondoa ni ngumu. Achana na baadhi ya mikataba. Baadhi ya nchi zinashikwa na wafalme, na uongozi, mamlaka yanasimamiwa na nani? Yanalindwa na jamaa hawa, kwa mfano Marekani. Sasa ili mamlaka na madaraka yaendelee kubaki mikononi mwenu, pamoja mnatambua sasa hivi hiki kitu kinachofanyika hakiko sahihi, lakini mnabidi muendelee kuwaunga mkono kwa sababu mamlaka yaendelee kubaki chini ya ulinzi hawa jamaa. Wakiondoa ulinzi wao, sasa hivi tutakuja kupindua. Inawezekana ikaja kuwa tena si mamlaka ya kifalme, au hata ikiendelea mamlaka ya kifalme, yanakuja mamlaka ya kifalme ya familia nyingine. Kwa hiyo utambuzi halisia wanao, ila sasa namna ya kujiondoa mikononi mwa hao wa jamaa ndo
changamoto. Nataka tuende kwenye kipengele cha mwisho bwana Tawakkal, kwa kweli umeileta vizuri mada hii na inatufikisha kwenye kipengele chetu cha mwisho ambapo tunakuja kuzungumzia swala zima la kuporomoka. Kabla hujaniuliza hilo, tulikuwa tunazungumzia ku drop. Tukazungumzia tukagusia hilo kuhusiana na swala zima la ulinzi. Ndege za Marekani zimedondoshwa, kwa maana hapo soko la silaha lina drop. Aha. Kibiashara. Kwa sababu wao mwanzo kabisa ilikuwa washadhihirisha kwamba hii si ndege ya kawaida. Sasa kuna watu ambao kuna nchi, kwa mfano Uturuki ilikuwa katika foleni inasubiria nini? Kununua F-35. Sasa hivi akiambiwa anunue, atanunua tena. Tayari shaonyesha wazi kwamba, kwa maana hapo atadrop kiuchumi. Na yule ambaye alikuwa anategemea ulinzi wa Marekani, Mashariki ya Kati yote, Irani amepiga rada zote. Tayari shaonyesha na aliwaambia kwamba mimi kama nyie kama washirika wangu mimi nitawalinda. Lakini ameshindwa kuwalinda. Kwa maana swala zima la kutegemea ulinzi wao limedrop. Ile imani walikuwa nayo, imani ambao walikuwa nayo kwamba hawa sasa ukishapatana nao wakikupa walicho nacho uko sawa, imeshashuka. Kwa hiyo kiulinzi, kiuchumi ipo ina drop, na China iko inainukia juu. Bali kuna tetesi kwamba hata hiyo rada wanayoitumia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sitaki kusema kwamba moja kwa moja wameitegemea 100%, kwa sababu tayari wenyewe walikuwa tayari washatengeneza muundo wao na system yao ya ulinzi wa anga ambao walikuwa wanaita Bavar C, ile wanaita Bavar 3 au Bavar 3. Bavar 3 ni system fulani ya muundo waliotumia ya kuweza kuzuia ndege kupita kwenye anga au hata kama ni missile na vitu kama vile, ambao nafikiri wameitumia sana katika kipindi hiki cha mzozo huu unaoendelea sasa hivi, na imeonyesha kiwango kikubwa cha mafanikio kwa kweli kwenye meidani. Lakini pamoja na hiyo, kabla ya hapo tayari walikuwa wamechukua unwani fulani wa usaidizi kutoka wapi? Kutoka China kuweza kuwa boost katika hii sekta ya nini? Na wachambuzi wengi wamekuwa wakilizungumzia swala hilo. Kwa mfano hata kurusha makombora. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba makombora mwanzo yalikuwa yanatumia mfumo wa Marekani ambao ni GPS. Sasa kwa mujibu wa wachambuzi wanasema sasa hivi anatumia Beidou. Mfumo wa wapi? Mfumo wa Beidou ndio system ya kama ya GPS, lakini sasa ambao ni ya China. Yani ni mbadala wa GPS. Sasa umeona kama swala hili litakuwa na ukweli, kwa maana soko la Marekani lina drop, ushawishi wa Marekani una drop, lakini China anatokezea pale. Anaonyesha kwamba tayari hakuna sehemu ya juu ameshikilia katika sehemu na ni sekta hii. Na pia kuporomoka kwa Marekani ni kama ulivyokuwa umeashiria maneno ya Ayatullah Ali Khamenei ambaye alikuwa ameashiria kwenda kwa huyu jamaa rais wa Marekani. Ni kwa maana yeye ndo amekuja kuleta kuonekana kabisa sasa hivi Marekani katika macho ya watu ina drop. Hata kama nyuma hapa ilikuwa ina drop, lakini si katika taswira hii ambayo tunaiona. Sasa hivi kumekuwa na uongo mwingi wa Trump. Katika wiki ya kwanza ya uvamizi alisha tutangazia ushindi. Alisema ameharibu kila kitu. Ameharibu nanili za ulinzi Iran, ameharibu makombora yote, takriban 90% kitu. Lakini tunaona Iran bado anashambulia. Tena anashambulia, huwa anasema kwamba kuna mtu anapigwa afu na kuzabuliwa. Sasa Israel na nini zinazozunguka base zinazozunguka Mashariki ya Kati hazipigwi, zinazabuliwa. Sasa tunataka kuona, utaona swala zima la propaganda na uongo wa Trump ambao unapelekea kudrop kabisa katika kudrop taswira nini ya Marekani. Kwa lugha nyingine tunasema kukungutwa. Anakungutwa. Kwa Trump amekuwa na uongo mwingi. Achana na huo. Ukija swala zima la kufungua mfereji mlango bahari wa Hormuz.
alikuwa ametuambia sasa hivi kwanza yuko katika mazungumzo na rais mpya na kiongozi na viongozi wapya baada ya kufanya regime change. Hizo propaganda zote mwisho wa siku anakuja kupiga madaraja. Mwisho wa siku anapiga madaraja. Sasa tunakuja kumuuliza, ulituambia mmeshafikia katika makubaliano ambayo yanaenda kufungua nini? Kufungua mlango bahari. Naam. Sio kufungua tu mlango bahari, kwa maana mnaenda kukubaliana mambo yote ya kuhusiana kuendesha nchi ya Iran. Lakini kupiga mwisho wa siku miundo mbinu ya kijamii inaashiria kwamba hata hiyo serikali ambayo unaizungumzia mpo katika makubaliano haina uhalisia. Haipo. Kwa hiyo hii ni kuangusha taswira ambayo ilikuwa inaonekana ipo kwa Marekani. Kabisa. Na sasa tukiingia basi katika hii sehemu na ni kuzungumzia mwisho wa enzi ya ubora wa kijeshi na kiuchumi wa Marekani na kuporomoka kwa maadili katika siasa. Tukiangalia kielelezo cha mazungumzo haya ikiwa ni uongo wa Trump kama ulivyotanguliza hapo. Nafikiri niingie kwenye swali la kwanza au sehemu ya kwanza ya hii kwamba Marekani yenyewe hasa na dhana hii ya kuporomoka. Je, kuna ushahidi halisi unaodhihirisha hili, ama kuna picha ambazo tayari zimeanza, ama kuna hali inayotuonyesha kwamba leo hii enzi ya Marekani au enzi ya ubora wa Marekani ilivyokuwa tayari ishaanza kudhihiri, ni kama inafanya nini, inashuka kiwango? Unawezekana labda kuna ushahidi wa direct ambao tunaweza tukautegemea? Nadhani nimeashiria hapo. Ushahidi dhahir shahir wanasema. Ni hiyo tunaona kwamba masuala mazima ya kijeshi yamefeli. Kama umefeli kufungua mlango Hormuz, kwa maana tunaenda kubadili ile system ya petrodola. Sasa hivi inakuwa petro yuan. Sasa tukisha badili mfumo uuzaji wa mafuta unakuwa kwenda kwa system ya wa dola, sarafu ambayo sio, tunaenda kwenye sarafu nyingine, sio dola ya Marekani. Kwa sasa hivi walitangaza yuan, lakini inawezekana baadaye wakaingiza system ya pesa ya Iran ambayo inaitwa tuman. Kwa maana automatic uchumi wa Marekani una drop. Hiyo ni automatic. Na masuala mazima pia ya kuuza silaha. Sasa hivi kama ndege zako zimedondoshwa, soko limedrop, kwa maana tena mauzo ya silaha yanashuka. Yanaathiri nini? Yanaathiri uchumi wa Marekani. Kwa hii ni mifano halisi ya wazi kabisa. Kwa hivyo moja kwa moja hii itaashiria kwamba kutakuwa na aina fulani ya mporomoko wa uchumi katika ya Marekani. Naam. Katika sehemu ya pili kuna nafasi ya maadili katika nguvu ya taifa. Naam. Unaposema kuporomoka kwa maadili ya kisiasa, yani hapa tunaweza kuwa tunakusudia nini hasa? Kwamba tunasema leo hii kulingana na maadili ya kisiasa Marekani tunahisi kuna flop na kudrop sana katika sekta yake. Nafikiri umetaja katika mifano yake kuongezeka kwa uongo wa wazi katika siasa, kupungua kwa uwajibikaji wa viongozi, kudhoofika kwa imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na kadhalika. Na kuna nukta zingine kama vile matumizi ya mitandao ya kijamii kusambaza taarifa zilizofanya nini, thibitishwa ili kuzalisha kile kinachoitwa post truth politics, kitu kama hicho. Kuanguka kwa maadili yanaonekana kupitia rais wa Marekani. Ukiwa unafuatilia mazungumzo yake na waandishi wa habari, kuna mara kadhaa ameulizwa maswali hakutaka kujibu. Amewaambia ni fake news. Moja kwa moja. Anakuuliza wewe ni wa chombo gani? Inawezekana ni swali la kimsingi kabisa. Ni swali la kimsingi, lakini kwa sababu jibu lake halipo katika manufaa yako wewe kama rais binafsi, unamvamia mwanahabari. Kwa anamwambia unatoka chombo gani cha habari? Chombo fulani. Anamwambia kwanza nyinyi ni waenezi wa uongo sana.
kwa maana ni kuporomoka kwa maadili. Sisi tunapozungumzia demokrasia ambayo ndio inabeba maadili ya taifa fulani, na hususan ya mataifa ambayo ni ya kisecular ni uliosema, rais wa nchi, sio rais wa nchi tu, awe kiongozi yoyote hapaswi kuzungumza au kukiattack chombo cha habari kwa namna hiyo. Kwa hiyo tayari maadili yanashuka. Ukifuatilia uongo tangu Trump anaingia madarakani kipindi cha kwanza kabisa baada ya Barack Obama, alikuwa anashutumu swala zima la uchaguzi, kwamba uchaguzi kuna wizi, kuna nini. Hapo tunaona kabisa maadili ya kiranja wetu Marekani yameshuka. Sisi Afrika kila siku tunapigana kwenye masuala mazima ya uchaguzi, na kama Tanzania ndo yalileta masuala mazima ya nini, ya maandamano, na tunaona kwamba mtu anaolisimamia vizuri kwa 100% ni Marekani. Lakini leo tunakuja kuona kwamba wao wanadai kwamba kuna wizi unafanyika, kwa maana kumeshuka kwa maadili. Na kama tunaruhusu viongozi wanakuwa hawana maadili, wanazidisha uongo, propaganda, kwa maana tutarajie kwa wananchi itakuwa mara mbili yake. Na kama inavyodhihirisha saizi, inaonekana wazi hata wananchi wenyewe pia wameligundua hili. Na nafikiri 1% kubwa ya Wamarekani sasa hivi so watu wanaoiamini serikali yao moja kwa moja, yani kwa kila wanachokisema, tena baada ya hii mizozo inayofanyika sasa hivi, inaendelea sasa hivi, inazidi kufanya ile hali inakuwa ngumu zaidi, inazidi kudhihirisha ya kwamba kila anachokisema, akiwa anasema kwamba anachokisema inakuwa kinyume chake ndo ni sahihi kuliko anachokisema yeye mwenyewe. Sasa ubaya ni kwamba tofauti ya kuporomoka kwa maadili inawezekana katika kipindi cha zama za nyuma ilikuwepo kuporomoka kwa maadili, lakini tofauti yake na kipindi hiki ni kwamba kuna mitandao ya kijamii ambayo inasambaza zile propaganda na uongo kwa kasi sana, na baadaye unashindwa kuelewa kwamba huu ni uongo au ni kweli, hii ni propaganda au ni uhalisia. Kwa hiyo tofauti yake sasa hivi ni kuja ni ile kasi na athari zake ambazo zinakuja kuwa pia katika kuporomoka kwa maadili. Lakini uhalisia ni kwamba kuporomoka kwa maadili kulikuwepo tangia kitambo. Na imedhihiri wazi Bwana Tawakal kwenye hii system ya vyombo vya habari. Umetaja vyombo vya habari, umenikumbusha. Unapata katika mzozo huu unavyoendelea leo hii, aslan ukiangalia maeneo mengi isipokuwa wale ambao wanafuatilia channel tu aina fulani ama sehemu fulani, vyombo vingi ambavyo vipo chini ya serikali ya Marekani vimelazimika mimi nasema kwamba vimelazimika, huenda ikawa pia hawajataka kutangaza vile, lakini unapata matangazo yake mengi yamelazimika kuonyesha sura ya kwamba Marekani ndio ipo juu, Marekani ndio imenani, na Iran kwanza ndio ambaye inaonyesha ushindi wa Marekani. Najaribu kuelezea mifano. Kwa mfano katika swala zima la uvamizi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran toka mwanzo imekuwa ikionyesha wazi kwamba sisi tumevamiwa na tumepata hasara kadha, tumevamiwa katika sekta fulani, na hivi ndivyo hali ilivyo. Kwa mfano hata kama ni jengo, ni taasisi labda imevamiwa, wanaionyesha wazi kabisa mbele ya kamera, hii taasisi yetu. Kwa mfano walipovamiwa kituo chao cha wanahabari wakati ule wa vita vya siku 12, walionyesha video nzima takriban ya jengo lililopigwa. Hivi ndivyo hali ilivyo, hivi ndivyo ilivyo, hizi ndizo hasara zilizopatikana. Yani wazi kabisa. Turudi upande mwingine, washirika wa Marekani au hata Marekani yenyewe, wazee wa propaganda. Unapata imefika kiwango anaambiwa mtu yoyote atakaye rekodi, achana na kamera, yani achukue simu yake mwenyewe aende akarekodi eti atume, tukamshika, basi tunamweka kifungo cha sio chini ya miaka mingapi? Miaka 5 gerezani. Hiyo moja haijatosha hiyo. Zile CCTV au kamera za barabarani ambazo zimewekwa kwa ajili ya kudhibiti baadhi ya matukio yanayotokea yanayoendelea town, labda kwenye town au kwenye nchi kiujumla, zilizokuwa ndani ya town zile
za ndani ya utawala wa wateule. Naam. Unazipata zilikuwa nyingi zao tayari walitumwa kabisa, majeshi walipatiwa command hasa command direct, nendeni mkafanya nini, mkaziondoe, mkazing'oe, ikawa wanazitoa. Yote inataka kuonyesha picha ya jinsi, kwa sababu katika maadili ya kibinadamu ya kawaida, kusema jambo kama lilivyo, kusema ukweli ni kitu cha kawaida, ni kitu kinachofaa kimaadili. Lakini wao wamechukua takriban kinyume chake. Kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia matangazo yanavyosema, hawa wameuawa kiasi gani ama wamevamiwa kiasi gani, hakuna uhalisia unaopata wa hata namba inayotoka si namba inaonyesha uhalisia, kama tunavyoona wakati kwamba mwezi mzima, miezi miwili Iran imekuwa ikivamia. Kwa hivyo kiuhalisia tunatarajia kwamba kutakuwa na hasara kadha wa kadha, au kwa mfano majeshi kadha wa kadha watakuwa wamehusika katika uvamizi, wamejeruhiwa au zaidi ya hapo. Lakini unapata upande wa Iran tunapata habari direct, kiongozi fulani anayesimamia kitengo fulani ameuawa. Kiongozi mwadhamu, haikuchukua zaidi ya masaa. Wanajeshi wengi wameuawa Mashariki ya Kati, wanajeshi wa Marekani. Tena baada ya vituo vyao base zao kupigwa, walikimbia wakakimbilia mahotelini. Sasa na Iran waliwatafuta, wakapiga zile sehemu, wameuawa wanajeshi. Lakini mpaka sasa hivi tunajua namba za wanajeshi waliouawa hamna, na huenda hata familia zao pia wana taarifa ambazo si sahihi. Kuna mporomoko wa maadili, kuna mambo mengi ambayo msingi wake ni kukosekana msingi wa imani ambao umejengwa kwa mfano na taifa la Iran, ambao msingi wake umejengwa na ideolojia ya Kiislamu, ambao uongo si kwamba ni dhambi tu, ni uangamizi. Unafanya maangamizi kwa wananchi wako kwa sababu ya nini? Ya uongo. Nafikiri tukikaribia mwisho wa mazungumzo yetu, tunakuja kuangalia uongo huu ambao unaokusudia hapa. Wao wenyewe wanautumia ni kama chombo cha kisiasa. Yani wapo wanaosema kuwa uongo umekuwa sehemu ya siasa tangu zamani kama ulivyotanguliza. Na kwa nini sasa inaonekana kwamba uongo huu kufikia sasa imekuwa ni kama ni tatizo kubwa kwa Marekani? Nafikiri kuna athari 2-3 ambazo zinapatikana kwa uongo. Kuna athari sio 2-3 tu, kuna athari nyingi sana za kutegemea uongo na propaganda. Wawekezaji katika maeneo mengi, iwe ni wawekezaji Mashariki ya Kati, wawekezaji Marekani, wawekezaji Afrika, swala zima la kupata ukweli ni muhimu zaidi. Kama ukiangalia rate ya bei za petrol zilikuwa zina drop, zinapanda, zina drop, zinapanda. Kutokana na nini? Ilikuwa ni kutokana na maneno anayoyazungumza nani? Donald. Kwa hiyo hii ni athari moja hapo. Kwa hiyo wawekezaji wanahitaji kwanza utulivu na kupata uhalisia wa kitu kinachoendelea, ili wajue kwamba wana set mambo yao kivipi. Lakini wakiwa hawana taarifa za ukweli, taarifa halisia, kwa maana inawezekana wawekezaji wakajiondoa katika kwanza athari ya kiuchumi inapatikana kupitia uwekezaji wa kibiashara. Ama mimi nafikiri athari ya pili ambayo mimi inanijia moja kwa moja ni hii ambayo inadhihiri wazi kwenye mitandao leo hii ya kijamii, kama ulivyotanguliza kwamba Marekani wengi wameonyesha wazi kutoamini tena kinachosema, na hakuna kitu kibaya kama hichi kinachotangazwa au kinachosemwa na serikali yake. Yani unapata leo hii serikali ambayo wewe inapaswa ikulinde, wewe unaichukulia kama naweza nikasema mwongozo, kwamba mimi nitakapokuwa nimekwama au hali yangu ilivyo, nachokitegemea nini? Ni serikali yangu, nchi yangu ndio inao ni guide na inanipeleka hivi. Leo hii mimi siamini tena. Siamini anachokisema kuhusiana na uchumi wangu, siamini anachokisema kuhusiana na maendeleo wala chochote. Serikali ilikuwa, tuseme serikali iliyo madarakani ilikuwa imesema kwamba
Iran kwetu anatuona kama target, kwa maana anaweza akatuvamia wakati wowote. Yani Iran ni tishio kwetu. Lakini watu wamekuja kugundua halina uhalisia. Marekani ameingia katika vita, ameingia kumsapoti Israel. Lakini Marekani aslan hakuwa na malengo ya kuingia kwa hakuwa na malengo, na wala Irani hakuwa tishio. Hakuwa tishio kwa Marekani. Kwa hiyo kama hili wananchi wamedanganywa kwamba Iran alikuwa ni tishio kwetu, ndio iliyopelekea kwamba sisi tukatoa budget ya vita. Tumepoteza bezi karibu ngapi? 13 na zaidi Mashariki ya Kati. Hizo ni kodi za wananchi wa Marekani. Ushuru wanaolipa kila siku. Ushuru wanaotoa kila siku. Wanaishi maisha magumu, wanafanya kazi usiku na mchana, wanalala masaa 2-3. Alafu unakuja kodi zao, ushuru wao unakuja kuwaondoa, yani ndani ya mwezi mmoja unakuja kuharibu mabilioni ya pesa kwa sababu ya uongo. Kwa hiyo mwananchi kuamini serikali yake inakuwa ni ngumu. Mwisho kabisa nafikiri tukiweza kuangalia kwamba hii hali inayotokea sasa hivi, tunaangalia kwamba Marekani imefikia hapa ilipofikia. Ulimwengu unaitazama Marekani kwa picha iliyopo sasa hivi ya Marekani, uongo na mambo mengine. Je, tunaweza tukasema kwamba huu ni mwisho au kutakuwa na mabadiliko? Yani swali lenyewe likiwa kwamba je, tunaangalia mwisho wa ubora wa Marekani au ni hatua tu ya mpito, yani kuna uwezekano baadaye akarudi tena vile alivyokuwa hapo? Huenda isiwe mwisho, ikawa ni swala la mpito, lakini kwa masharti. Kuwe na marekebisho. Kuwe na wanaita islah. Mfanye marekebisho ya ndani, marekebisho ya uongozi. Yote tuliozungumza kuhusiana na maadili kunatakiwa kufanyiwa marekebisho, lakini bila kuangalia kwamba tumejikwaa wapi, ukaangalia umeangukia wapi, ukaacha kuangalia ulipojikwaa, inawezekana ikawa ni mazima, ukadrop mazima. Lakini ukaachana na ulipoangukia, ukaja kuangalia ulipojikwaa, unaweza ukasolve tatizo. Kwa cha kwanza ni kusolve tatizo kama unalitambua, lakini kama ulitambui pia ni vigumu kusolve kitu ambacho ukiweza. Kwa hiyo kwangu mimi nazungumzia si mwisho, kama wanaweza kujirudi. Lakini wakipata viongozi mbele hapa, 2-3, mfano wa huyu jamaa aliyopo madarakani sasa hivi, mimi nawahakikishia ni mazima wanaenda. Haitochukua muda, wanaenda wakienda kabisa. Haitopanda juu. Yani hizi aibu ambazo zimeapia sasa hivi baada ya vita hii, tukuaga tunajua Marekani akija kukupiga, anakupiga siku 2-3 tu. Kwa ndo bingwa wa ulimwengu. Yani anakupiga kioo siku 2-3 tu aupo. Kama alivyodhihirisha kwa Maduro. Kama alivyotuchezea mchezo. So alivyodhihirisha, ametuchezea mchezo kwa Maduro. Ametuletea mambo ya Hollywood. Kwa hiyo nasema imetuchukua dakika chache tu. Venezuela ikutuchukua hata zaidi ya nusu saa. Tulizima umeme na tukabeba tukatoka. Kwa silaha ambayo haijulikani mpaka leo. Watu wanasema kama silaha hiyo aliitumia Venezuela akafanikiwa kwa nusu saa, angeitumia basi nani? Na hatujasikia kwa Iran, hatujasikia hata walinzi waliouawa. Amepunguza nguvu nyingi alizozitumia. Hatujasikia hata walinzi wa Maduro kama waliuawa, ilikuwaje, walipigana hivi. Issue ya Maduro nafikiri, lakini wanasema wengi ni kana kwamba kulikuwa na kuhusika kwa watu ndani zaidi. Bila shaka. Sidhani ni nguvu pekee za Marekani. Kama kusingokuwa na kuhusika watu ndani, sasa hivi tungekuwa tunaambiwa kwamba walinzi kadhaa waliuawa, jeshi lilifanya kadhaa, mkuu wa jeshi alipata hiki na hiki. Hizo kashikashi hatukuzisikia kwa sababu nyuma ya pazia kulipita mkono mmoja. Mpaka leo hakujafuata jeshi kweli. Naam. Ishitaka labda tu niseme tukikamilisha, naona dakika zetu tumekamilisha muda na muda umeshatupa kisogo. Kwa issue hii ya Marekani kama tunavyoizungumza na kama unavyoona mzozo unavyoendelea, hatujajua
utajivuta kwa kiasi gani? Tutarajie labda mzozo huu utaisha hivi karibuni, na kama utaisha unaweza ukaisha kwa manufaa ya nani zaidi na kwa nini? Labda kwa mukhtasar wa mazungumzo. Huu mzozo wanasema hauishi mpaka uishe. Hauishi mpaka uishe. Ni vigumu sana. It's never over until it's over. Ni vigumu sana kutabiri kwamba huu mzozo utaishia hapa. Kwa sababu masharti ambayo wanayataka Iran na masharti walionao Marekani ni vitu viwili tofauti. Wanasema ni maji na mafuta, haviwezi kukaa pamoja. Kwa hiyo hata kama kutapatikana usitishaji au makubaliano ya kusitisha vita, ni kusitisha vita kwa kipindi hiki, lakini bado watawatafuta Iran. Tuliona kwa Maduro Trump alisema kwamba anaenda kuwaokoa wananchi wa Venezuela, lakini baada ya kunanili akaleta mambo yake ambayo anashindwa kunyamaza. Amekuja kusema kwamba tulikuwa tunataka mafuta na sasa hivi tunayachukua mafuta ya Venezuela. Sasa Iran, mzozo mzima si kwamba kama wanavyosema kwamba walikuwa wanakuja kutetea wananchi, bali walikuwa wanakuja kutafuta rasilimali za Iran. Sasa kama hawakupata rasilimali za Iran, watazitafuta kwa wakati wowote vile. Kwa huu mzozo hata kama utaisha ni half time. Ni half time tu, watu wanaenda kunywa maji. Ni kama mapumziko. Ni mapumziko. Kwa sababu uadui uko pale pale. Na kama hata kila mmoja amebaki na kama Marekani na Israel watastop, ni kwa maana stock yao ya silaha imewaishia. Stock yao ya uwezo utakuwa kivita umepungua. Kwa wanataka wakajipange tena. Umenikumbusha hata hivi majuzi wameitisha, nafikiri kusitishwa kwa vita kwa masaa 48. Wameomba masaa 48 tusitishe vita alafu tutaendelea. Wana ujanja mwingi. Sasa watu wakawa wanauliza masaa 48 ya kufanya nini? Mataka mpumzike, mfanye nini? Kwa sababu ukizungumzia kama tusiache tu ni masaa 48, kama tukiangalia kama walikuwa tujalie kwamba walikuwa wanasema wanataka kusherehekea Pasaka kwa ajili ya masaa 48. Mbona kwenye Idi mjaomba masaa 48 ili tusherehekee Idi? Wengine wanaweza wakasema kwamba walikuwa wanaomba masaa 48 ili wawashughulikie na kuwatafuta marubani wao. Yaani ni kuache, nimemdungua rubani wewe adui yangu, nimemdungua rubani wako, afu nikupe masaa 48 ukamtafute. Huo ni uongo, haingia akilini. Shukran sana Sheikh Tawakkal. Kwa hiyo labda swala ambalo la kuzingatia kwa tuliozungumza ni kwamba kuona kwamba ile izza, heshima, utukufu wa taifa unalindwa na misingi yake. Na hiyo misingi mkizingatia, mtaondokana na udhalili ambao tunauona katika nchi za Kiarabu. Na kama mtakuwa na misingi thabiti, kuporomoka kama tunavyoona Marekani wanaporomoka hivi ni ngumu sana. Naam. Asante sana Bwana Tawakkal. Nataraji anayetufuatilia na aliyefuatilia kipindi atakuwa ameweza kupata picha na taswira kamili ya hali hii inavyoendelea. Nukta zilikuwa ni 3, na nukta hizo 3 zote tumeweza kuzizungumzia kwa undani na kwa kina zaidi, na umezisikia kutoka kwake mchambuzi wetu Sheikh Muhammad Tawakkul Salim. Hadi nafasi nyingine itakapopatikana tena, tutaweza kurudi kwako ili kuweza kupata uchambuzi kama huu wa kina zaidi. Kutoka kwangu mimi Hussein Maravino, sina cha kuongezea, nikukuaga kwa heri hadi kwa heri hadi majaliwa ya Mwenyezi Mungu.